Online TV. Naitwa Dr. Joseph Kiani, ni daktari bingwa wa magonjwa ya wanawake na uzazi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke. Kwamba mauvimbe haya yanawakumba sana wanawake ambao wako kwenye umri wa kuzaa. Wanawake ambao wako kwenye umri wa kuzaa ambao bado wanapata siku zao za mwezi. Sasa na inaaminika, tafiti ambazo zimefanyika ni kwamba inawapata sana wale ambao hawajakuwa na uzazi mkubwa, yani hawajazaa mara nyingi au hawajafanikiwa kubeba mimba mara nyingi. Kuona wakumba sana wale ambao inawezekana hawajawahi kupata mimba kabisa, toka wamevunja ungo mpaka umri umeshafika mkubwa hawajapata ujauzito, wanakuwa kwenye hatari ya kupata mauvimbe. Na wale ambao wamepata ujauzito mara chache, kwa mfano waliozaa mara moja tu au mara mbili, na wakawa na muda mrefu sana wa kukaa bila kubeba mimba, kwa sababu mauvimbe haya yanaaminika kutokea kwa sababu wale ambao wanatoka kama nilivyosema ni ule umri wa kupata mimba, ambao sasa kina mama bado wanapata siku zao za mwezi. Ile kitendo cha kizazi kujikamua kila mwezi ili kuweza kumwaga damu ile ya mwezi bila kupumzika, kwa sababu jinsi maumbile yalivyo ni kwamba baada ya miaka 2-3 hiki kizazi inatakiwa kipumzike, manake kibebe mimba ili kiache ile shughuli sasa ya kujikamua ili kutoa damu. Kwa hiyo kitendo cha kukamua damu kila mwezi bila kupumzika kinapelekea sasa, japo kuna vigezo vingine au vihatarishi vingine ambavyo vinachangia kama ile kurithi na kadhalika, lakini kitendo cha kutopumzika kusukuma damu za mwezi ndiye inapelekea sana kizazi kinaanza kuota manundunundu. Waga yanaanza kuota kama vinundunundu kwenye ukuta wa kizazi, ambayo inaweza kawa ni kwenye ukuta wa ndani, sehemu ambayo mtoto anakaa, ambao kitaalamu tunaita submucosal fibroid, ambao yako kwenye ukuta wa ndani, au inaweza kaota kwenye ukuta ule wenyewe wa kizazi, ambao kitaalamu inaitwa intramural fibroid, au yanaweza kaota kwenye ukuta wa nje wa kizazi, ambao kitaalamu yanaitwa subserosal uterine fibroids. Kwa yote ya mauvimbe haya yana madhara yake kwa mwanamke, lakini ambayo ina madhara makubwa zaidi ni yale ambayo yanaota kwenye ukuta ule wa ndani ambao ndio mtoto anakaa, ambayo yanaitwa submucosal uterine fibroids. Sababu haya hata kama ni madogo sana, yanakuwa yanapelekea sana mgonjwa kumwaga damu nyingi sana za hedhi, na mara nyingine yakishakuwa makubwa sana inakuwa ni ile katikati ya hedhi, tunaita intermenstrual bleeding. Kwa damu zinakuwa zinatoka hata katikati ya mzunguko, katikati ya zile siku zake za hedhi. Kwa hiyo haya ndio tunasema ni mauvimbe ambayo yana hatari zaidi, na mengine ambayo yanafuata kwa uhatari ni yale ambayo yako kwenye ukuta wenyewe wa kizazi. Kwa hiyo madhara kwa ujumla kwa hawa wanawake, kama nilivyotangulia kusema, inategemeana na ni sehemu gani uvimbe upo, alafu pia na ukubwa wa huo uvimbe. Kama nilivyotangulia kusema, yale ambayo yako kwenye sehemu ya ndani ya kizazi ambayo ndio mtoto anakaa, hata kama yao ni madogo namna gani, kwa vile yako kule ndani, kizazi kinakuwa kinafikiri kama ni kitu kigeni, tunasema foreign material. Kwa hiyo kizazi kinakuwa kinafanya kama kukisukuma ili kama kukitoa nje, lakini kwa sababu kimengangania kwenye ukuta, kwa hiyo hakiwezi kutoka. Kwa matokeo yake sasa damu zinakuwa zinatoka nyingi kwa sababu kizazi kinakuwa kinajikamua ili kujaribu kukitoa, lakini hakiwezekani kutoka. Kwa hiyo madhara hayo ndio ni madhara ya kutokwa na damu nyingi za hedhi. Na mara nyingine aina hii ya uvimbe ambao uko kwenye mfumo ule ukuta wa ndani wa kizazi
inaweza kapelekea kwa sababu ya kusukumwa kila mwezi kujaribu kutolewa nje, waga yanaweza kawa na kikonyo kama kile cha embe ambalo linajishika kwenye tawi. Kikao kitaanza kikao kinarefuka mpaka mwisho wa siku kinatoka kwenye mlango wa kizazi, ambao sasa ikishakuwa hivyo inakuwa na jina lake sasa kitaalamu inaitwa endometrial polyp. Inakuwa ni polyp. Sasa haya ndio yanaweza kupelekea sasa mwanamke asipate ujauzito, au hata kama ukipata ujauzito unaweza ukaharibika, kwa sababu ile kitendo cha kizazi kila mwezi kusukuma kwa nguvu sana ili kujaribu kukitoa, hapo mazingira haya yanafanya sasa mimba isiweze kukaa. Na yanapofika kwenye mlango wa kizazi, sababu yanaenda kutanua mlango wa kizazi, maana mlango wa kizazi unakuwa uko wazi. Kwa vyovyote pale mimba haiwezi kukaa. Hata kama itatokea kutunga, haiwezi kuendelea kukua. Kwa hiyo ni kwenye uvimbe ambao uko kwenye ukuta ule wa ndani. Ule ambao uko kwenye ukuta wenyewe ambao tunaita intramural fibroid, haya hayana madhara makubwa sana. Labda yao yamekaribia sana kwenye ule ukuta wa ndani, ndio yanaweza yakafanana kidogo na yale ambayo yako ndani kwa kusababisha damu kutoka nyingi. Kwa hiyo mauvimbe ambayo haya mengine mawili, haya kwenye ukuta wa kizazi pamoja na ambayo yako kwenye ukuta wa nje wa kizazi, yaani mauvimbe ambayo yako kwenye nyama inaitwa kwenye myometrium, yale ya intramural haya, pamoja na yale ambayo yako kwenye ukuta wa nje subserous, haya madhara yake sio makubwa sana, na kwa sababu hayasababishi damu nyingi sana, hayasababishi maumivu, ndio mauvimbe ambayo waga yanafanya wanawake wengi wanashindwa kujigundua mapema kwamba wana mauvimbe. Kwa sababu dalili pekee ambayo watakuwa wanajisikia ni labda tumbo kuwa zito au kuanza kujaa, tumbo kuanza kuvimba. Kwenda kushtuka baadaye ikishakuwa likubwa sana, basi anaanza kujihisi ugumu. Akijishika tumboni anahisi ugumu. Kwa ndio kaanza kushtuka, hapa naona siko kwenye hali ya kawaida, ndio anaenda hospitali kwenda kupimwa, ndio anakuja kugundulika kwamba ana mauvimbe. Kwa hiyo kwa ambao hawana ufahamu sasa na haya mauvimbe jinsi yanavyoenda, anaweza kukaa muda mrefu sana bila kushtuka na kwenda hospitali kwa ajili ya kupata msaada wa vipimo. Kwa hiyo tunafikiri hata kwa mgonjwa wetu huyu aliweza kukaa muda mrefu sana bila kugundua kwamba ana hilo tatizo. Yeye akawa naamini kwamba tumbo lake labda limekuwa kubwa, na kuzingatia kwamba halimuumi, basi aliendelea kukaa nalo mpaka baadaye sasa alivyoona sasa madhara mengine kwamba hapati ujauzito. Kumbuka huyu mama ana mtoto mmoja tu, kwamba hapati ujauzito mwingine na tumbo linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo ndio akaja akakumbuka sasa hapa inabidi niende kwa wataalamu ili nikafanywe vipimo. Kwa hiyo hayo ni baadhi ya madhara ambayo yanaweza katokea kwa mwanamke akiwa na haya mauvimbe. Lakini madhara makubwa zaidi ambayo anaweza kumpata mwanamke mwenye uvimbe kama huu ni ya kushindwa kumfanya asiwe na uwezo wa kupata ujauzito. Kwa sababu hasa yale ambayo yanakuwa kwenye ukuta wa ndani wa kizazi, kwa sababu yanafanya mazingira ya kutunga mimba yanakuwa sio salama, na yale ambayo yanakuwa kwenye nyama au ukuta wa kizazi yakiota sehemu ambayo sasa yanasababisha mgandamizo mkubwa sana, hata kama mimba inatunga inaweza ikaishia kwenda kuharibika, au yanatengeneza mazingira ambayo sasa ile chumba cha kutungia mimba kinakuwa sio rafiki tena. Kwa hiyo mbegu zinaweza zisipite kwenda kukutana na yai, au mirija pia inaweza ikagandamizwa kiasi kwamba inakuwa haina uwezo wa kupitisha mbegu pamoja na mayai. Kwa hiyo mwisho wa siku mwanamke huyu anakosa uwezo wa kupata watoto. Lakini madhara ambayo madhara mabaya zaidi ni kwamba kwa sababu mwisho wa siku matibabu ya mauvimbe haya ni kwa njia ya upasuaji. Kwa hiyo mwanamke anapokaa muda mrefu sana bila kugundulika kwamba ana mauvimbe,
akija kwenda kufanyiwa upasuaji, kama ilishakuwa makubwa sana na ilishakuwa na madhara makubwa kwenye kizazi, kwa hiyo upasuaji ukija kufanyika unaweza ukapelekea kizazi kishindwe kusaidika, yani kuachwa au kuokolewa. Kwa wengi unakuja kufanya, ukienda kukuta huko ndani kwamba kizazi kimeharibika kabisa, inaweza kapelekea huyu mama sio kutoa uvimbe peke yake, ni pamoja na kutoa na kizazi. Kwa hiyo ndio inaweza ikawa ndio mwisho sasa wa yeye kutengeneza watoto, kwa sababu uvimbe utatolewa pamoja na kizazi, ambao ndio madhara makubwa zaidi, kwa sababu yanamfanya sasa ndio afikie ukomo wa kupata watoto. Vihatarishi vya kupata haya mauvimbe ni ile kujikamua kwa kizazi ili kuweza kusukuma damu ya hedhi kila mwezi bila kizazi kupumzika. Sasa na nimesema kwamba wanaopatwa na haya matatizo sana ni wale ambao wamekaa muda mrefu sana bila kubeba ujauzito, maana yake bila kizazi kupumzika, kila mwezi kinasukuma damu, na wale ambao wamezaa mara chache, waliopata uzazi mchache, kwa mfano mtoto mmoja au wawili, au ambao wamepishanisha watoto muda mrefu sana. Kwa sababu kwa hiyo ndio ni watu ambao sasa wanakuwa wanaingia kwenye ile hatari ya kusukuma damu kila mwezi, kizazi kujikamua kila mwezi bila kupumzika. Na kwa sasa ushauri ambao tunautoa kwamba unapofika ule umri wa kuzaa, ni vizuri kama mazingira yanaruhusu kwamba huyu mwanamke au huyu mtoto wa kike kuweza kuzaa, basi tunashauri kwamba aweze kuzaa. Kile kitendo cha kukaa muda mrefu sana, kumbuka kwamba siku hizi mabinti wanavunja ungo mapema, miaka 12, 13, mara nyingine wanaenda mpaka miaka 11, 10. Sasa fikiria kwamba akianza mapema namna hiyo, kizazi kusukuma damu, yani kujikamua ili kutoa damu kila mwezi, mpaka kufikia miaka 30, maana tunazungumzia miaka zaidi ya 18. Sasa kizazi kikisukuma, ili kikijikamua hivyo ajili ya kusukuma damu bila kupumzika, kinakuwa kwenye hatari kubwa ya kupata haya mauvimbe, hasa kikichangia pia na kama huyu mama hasa huyu msichana ana vile vihatarishi vingine vya kama vya kurithi kutoka kwenye familia yake. Kwa hiyo inachangia sana. Kwa hiyo ni kipindi kirefu cha kizazi kujikamua bila kupumzika, pamoja na kama anakuwa kwenye ule uwezekano wa kurithi kutoka kwa wazazi wake, basi inachangia sana kupelekea haya mauvimbe. Kwa hiyo umri mzuri ambao sasa tunasema mtu anaweza akapata ujauzito kuanzia miaka 20 mpaka 40, kama mazingira yanaruhusu, basi tunashauri kwamba mtu aweze kuanza kupata ujauzito ili kizazi sasa kiweze kupumzika. Kumbuka miezi 9 ambao huyu mwanamke anakuwa kwenye ujauzito, kizazi kinapumzika, hakisukumi tena damu. Na anapojifungua, anapozaa, ile kipindi ambacho anakuwa ananyonyesha mpaka aje aanze kupata damu tena za hedhi, kuna miezi kadhaa tena pale. Kwa hapo tunazungumzia karibia mwaka 1.5 kizazi kinakuwa kimepumzika. Kwa hata kama akija kuanza tena kupata hedhi, basi kinakuwa kimeshapumzika vya kutosha. Kwa hiyo tunashauri tena miaka 2-3 tena, kama kuna uwezekano wa kubeba tena aweze kubeba, kizazi kipumzike. Kwa hiyo kizazi kikienda hivyo kwa mtindo huo, kupata ujauzito na kupumzika, kujikamua kusukuma damu, anakaa tena miaka kadhaa kusukuma, anakipumzisha tena, kwa mtindo huo tunaweza tukaepuka sana uwezekano wa kupata hatari ya mauvimbe. Kuhusiana na tatizo hili, ningependa kutoa ushauri kwa wananchi, hasa akina mama ambao wako kwenye umri wa kuzaa, kwamba ni vizuri
kufanya uchunguzi wa afya zao mara kwa mara, ili kuweza kugundua mapema kama wana matatizo ya kuwa na mauvimbe kama haya, ili sasa matibabu yaweze kufanyika mapema iwezekanavyo. KM Online TV.